Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu. Viongozi wa upinzani nchini Kenya wameahidi kumsimamisha mgombea mmoja urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwakani. Kama hawatakuwa na mgombezi mmoja, basi huenda ikapatia rais ambaye yuko mamlakani William Ruto nafasi ambayo anaweza kutumia kupenya na kisha karudi katika akapata awamu ya pili kama rais wa Kenya. Iran imesema ina imani kuwa inaweza kukabiliana na vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyotangazwa na Marekani. Na tahadhari inazidi kutolewa kuwa hali ya hewa ya El Nino huenda ikasababisha athari kali katika mataifa ya Afrika Mashariki. El Nino haimaanishi mvua kila pahali. Kuna kwingine itakuwa hali ya kiangazi, lakini upande wa Afrika Mashariki huwa inaambatana na mvua ambayo inakuwa ni kwa wingi kuliko ilivyo kawaida. Na katika michezo, Tottenham wa msajili Savinho kutoka City, huku Manchester United wakiendelea kumsaka Lewis Skelly kutoka Arsenal. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Na lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Mimi ni Skola Kisanga. Umoja wa Mataifa na shirika la Msalaba Mwekundu wametoa onyo la pamoja kwamba dunia ipo katika hatari kutokana na uwepo wa silaha zinazotumia akili mnemba, yani AI. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu ICRC Mirjana Spoljaric wametoa wito wa kuwepo kwa kanuni za kimataifa za haraka, huku matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, katika vita yakizidi kuwa ya kisasa. Kwa sasa hakuna mkataba wa kimataifa unaodhibiti matumizi ya silaha hizo. Wiki hii gazeti la New York Times liliripoti kwamba ndege isiyokuwa na rubani ya Urusi inayotumia chipu ya akili mnemba AI iliyoua watu 3 nchini Ukraine mwezi uliopita ilichagua yenyewe shabaha iliyolenga watu hao na kuwaua. Shirika la msaada wa wakimbizi linaonya kwamba hali ya hewa El Nino ya msimu huu ambayo inatarajiwa kuwa kali zaidi inaweza kusababisha mafuriko makubwa Afrika Mashariki na kuwafanya hadi watu milioni 3 kuyahama makazi yao. Baraza la wakimbizi la Denmark, Danish Refugees Council, linasema maandalizi ya mapema pamoja na mipango ya kitaifa ya kukabiliana na majanga yanaweza kuokoa maisha na kulinda riziki za watu. Zaidi na Lizi Masinga. Onyo hili lililotolewa leo linaungana na wito unaoongezeka wa kutaka maandalizi zaidi kabla ya kutokea kwa El Nino, mfumo wa hali ya hewa unaotokea kiasili kila baada ya miaka kadhaa na ambao unaweza kusababisha hali mbaya ya hewa ikiwemo ukame na mafuriko. Baraza la wakimbizi la Denmark, Danish Refugee Council, linaonya kwamba mamilioni ya watu huenda wakaathiriwa na mafuriko nchini Somalia, Kenya, Sudani Kusini na Uganda. Wanasayansi wanasema El Nino hii huenda ikawa kali zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha karne moja na kubadilisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote. Mara ya mwisho mafuriko yalipoikumba kanda hiyo mwaka 2023, zaidi ya watu milioni 2 walilazimika kuyahama makazi yao. Polisi nchini Zambia wamewakamata watu 79 wakiwemo raia 11 wa China kwa kujihusisha na uhalifu wa mtandaoni mjini Lusaka. Watu hao walikamatwa wakati wa msako katika makazi yaliyopo katika eneo la kifahari la mji mkuu huo. Zaidi ya simu za mkononi 100, laini za simu, fedha za kigeni na vifaa vya interneti vimekamatwa wakati wa operesheni hiyo. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba mtandao huo uliwaajiri wageni ambao hawakuwa na taarifa kuhusu shughuli hizo kutoka katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Kumekuwa na ongezeko la kutisha la visa vya ulaghai wa mtandao nchini Zambia katika miaka hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. China imesema inapinga vikwazo vya upande mmoja visivyo halali baada ya Marekani kuonya kwamba nchi zinazoendelea kufanya biashara na Iran zitakabiliwa na madhara. Beijing ndiye mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran, ambapo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Lin Jian amesema kwamba vita vya kiuchumi na mbinu za kuweka shinikizo la juu zaidi vitaongeza tu mzozo na kuchochea zaidi migogoro. Uhusiano wa China na Iran umekuwa ukiendeshwa chini ya sheria za kimataifa na hautakiwi kuingiliwa ama kuharibiwa. China inafuatilia kwa karibu yale yote ambayo yanaendelea na itachukua hatua zote ambazo zinatakiwa kulinda maslahi na haki zake. Hata hivyo, Teherani imesema ina imani kwamba washirika wake wa kibiashara watapinga shinikizo kutoka kwa utawala wa Trump. Waziri wa fedha wa Marekani amesema benki na nchi zinazofanya biashara na Iran zitawekewa vikwazo na kutengwa pamoja na Iran iwapo hazitataka kukata uhusiano wa kibiashara na Teheran.
Ikulu ya Kremlin imekataa kutoa maoni kuhusu taarifa kwamba ndege ya kijeshi ya Marekani ya kusafirisha mizigo imetoka katika uwanja wa ndege wa Vnukovo mjini Moscow. Rada ya kufuatilia ndege ilionyesha ndege hiyo iliondoka katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews, Maryland na kutua katika mji mkuu wa Latvia, Riga, siku 2 zilizopita. Vyombo vya habari nchini Urusi vinakisia kwamba huenda kuna mpango wa kubadilishana wafungwa unaoendelea, au ndege hiyo huenda iliwaleta wajumbe wa Rais Donald Trump kwa ajili ya mazungumzo kuhusu vita vya Ukraine. Hapo awali kulikuwa na taarifa kwamba wajumbe maalum wa Rais wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner huenda wangehudhuria sherehe ya siku ya uhuru iliyofanyika Kiev Jumatatu, lakini hata hivyo hawakufika. Na mjumbe mwandamizi wa Rais wa Marekani Donald Trump anayesimamia masuala ya Afrika umeomba Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa kuongeza vikwazo vya kumiliki silaha uko Darfur hadi Sudani nzima, ukionya kwamba vita hivyo vinaweza kusambaa katika ukanda mzima wa eneo hilo. Amesema ni lazima uwepo hatua za kukomesha usaidizi wa kifedha na kijeshi kutoka nje kwa pande zinazozozana kama vile drone na teknolojia nyingine nchini Sudan. Mashambulizi ya drone yanaongezeka huku jeshi la serikali na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF yakitumia kuyatumia. Mgogoro huo upo katika mwaka wake wa 4 na umesababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu na kulazimu wengine milioni 14 kukimbia makazi yao. Lakini pia kizuizi kipana zaidi cha silaha kinahitajika, huku kura Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa huku Urusi na China zikipinga hatua hiyo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Skola Kisanga. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, nchini Tanzania yanapatikana kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, County FM na Milele FM. Uganda yanapatikana kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. DRC ni Liza Del Radio na Radio Muungano. Beni yako pia kwenye FM na moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako unaweza kutuachia maoni yako tukipata nafasi. Bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni hii, ukiwa nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Heka kweli kweli leo. Karibu Nki. Heka sana Karo. Asante sana. Bila shaka vile vile hujambo msikilizaji. Tunaanzia Tanzania moja kwa moja.